Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian, tukiwa tunaangaza yaliyojiri katika kurasa za mwisho kwa weekend hii ambayo imeanza jana Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Tutakuwa katika weekend hii ambayo ndio hivyo tumeingia toka jana, na hapa nipo pamoja na Charles Abel pamoja na Jabir Selemani, wote tukiwa tunaangaza katika matokeo, mambo yatakayokuja na mambo yatakayojiri katika weekend hii, wakati tukiwa katika michuano ya FIFA Series. Wakati huo basi kuna michuano ya Afrika ya kikapu ya klabu, ambapo jana usiku kulikuwa kuna mchezo mmoja matata sana kati ya wenyeji Johannesburg Joburg, ambapo walicheza na timu ya Tanzania ya Dar City ambayo ipo katika mashindano hayo kama mwakilishi pekee katika mashindano hayo. Kwa kuanzia tu, kwa sababu ni taarifa ya usiku jana, na watu wengi walikuwepo katika eneo lile la Pretoria kufuatilia michuano hii. Charles Abel yeye alifuatilia kwa kina kabisa, atatupa kidogo tu afu tutakuja katika magazeti kwa siku hii ya leo. Charles, mchezo ulikuwaje? Game ilikuwa nzuri sana. Tumeonyesha dominance. Tupe walisia kidogo afu tutaendelea na kurasa za mwisho. Yeah, of course Dar City walitawala sana mchezo. Yaani kuanzia ulivyoanza mpaka ile nusu ya kwanza ilivyoisha tu, kila mmoja nilikuwa dalili ziko wazi kwamba Dar City alikuwa anaelekea kupata ushindi mkubwa wa kishindo katika ule mchezo wa jana. Kwa sababu wale outclass wenyeji na kiwango kilikuwa ni bora sana. Yaani kwa mfano mtu mgeni asingeweza, pengine angejua Dar City ndio timu ya Afrika Kusini na ile timu ya Afrika Kusini ndio Dar City, lakini dominance ilikuwa ya juu sana. Wale wachezaji wa kigeni wa Dar City wameonyesha klasi yao. Yaani daraja walilolionyesha jana kwenye kikapu, nadhani watakuwa na msaada mkubwa sana katika kukuza mpira wa kikapu Tanzania. Hashim Thabiti alikuwepo. Hashim alikuwepo, lakini yani performance bora zaidi ilikuwa imekuwa kwa yule Zuzwa, yule Ivory Coast ambaye anacheza kwa yani Pacome. Sio yani sasa Pacome basketball. Pacome basketball. Yes. Lakini kuna Mfaransa mwingine Michel jana naye kafanya kazi sana. Yes. Ni michuano ambayo inaendelea na imeshika kasi na inasisimua kusema, hasa katika kipindi hiki ambapo tupo katika break ya michuano ya ligi pamoja na michuano mingine. Uliangalia? Sikuangalia, lakini nilikuwa nafuatilia toka safari. Waziri wa michezo na utamaduni na sanaa Paul Makonda na waaga, nikafuatilia hadi safari wamefika kule South Africa, nikafuatilia hiyo mechi. Bahati nzuri nimefly, mwandamizi Charles amenipa code ya kwamba leo ninaweza kutazama mechi nyingine, jinsi gani ya kuangalia ile mechi. Unaona, lakini nikawa nafuatilia matokeo kwenye social media, na nilivyoyaona yale matokeo I was shocked kidogo, kwa sababu vikapo 100-70. 100-70. Kwa hiyo nikasema tunaweza kuwa tuko kwenye stage hii. Kwa hiyo nikasoma zile statistics za mchezo. Kama anavyosema Charles, nikamwona Uzo Wazoa amescore vikapo ni Nisel Zuzwa. Amefunga vikapu 35 peke yake. Kwa hiyo ukiangalia rebound 5. Kwa hiyo unaweza kuona na recent mpira wa kikapu umerudi. Kama wewe Philip ulisoma shule za Dar es Salaam au ulikuwepo zamani wakati wanacheza wakina Gwanta, wakina Ivan Talimo, wakati wa wakina Mkumbo, DB ilikuwa inaitwa RBA DB Basketball Dar es Salaam. Yes, kwa hiyo nafikiri Basketball Dar es Salaam ni unaiona kama ilivyo wakati ule marehemu Mbamba. Yes. Mambo Swege katibu. Lakini ile ligi ya Dar es Salaam ilikopo, ukilinganisha ligi ya Dar es Salaam na ligi ya taifa, unaona ligi ya Dar es Salaam ina uhai, ya mkoa wa Dar es Salaam ina uhai kuliko ya taifa. Sasa inapokuwa kwamba wanakutana katika ligi ya taifa, inakuwa mkoa wa Dar es Salaam na kipindi kile nakumbuka Chaza anaweza kunanila wewe kwa sababu ni mkongo kidogo kwenye habari. Nakumbuka rais mstaafu Jakaya alikuwa kama mlezi. Alikuwa mpenzi mkubwa. Kwa hiyo ulikuwa ukienda pale uwanja wa Taifa B,
unaona watu walivyojaa kuangalia game ule muda wa usiku. Yani ilikuwa huwezi kuamini kwamba hapa kuna basketball. Kwa hiyo nafikiri na nyinyi Azamu mmetoa hiyo content kwa ligi ya ndani. Nafikiri tunaweza kurudi kwenye zile level. Kikubwa zaidi ambacho mimi naendelea kukisisitiza ni kwamba tunahitaji wakufunzi. Tuna shida hiyo. Tunahitaji wakufunzi. Hata kwenye ndondi unaziona ndondi zimechangamka. Lakini ukiangalia walimu wale kidogo unapata mashaka. Tunahitaji wakufunzi. Lakini naona kama Dar City inaweza kuwa chanzo cha kurudisha basketball kwenye nchi yetu. Ambao zamani hata ulikuwa ukisikia UMISETA utaweka mechi za football utaangalia, lakini lazima utaenda kusikia bwana mashariki leo na magharibi au kaskazini leo na nyanda za juu kusini. Unajua kabisa hapa kikapu kitapigwa. Kuna wakati ule kuna timu kama Oilers, kuna timu kama JKT, kuna timu kama ya vijana Pazi. Pazi walikopo makao yao ni pale outside Dar es Salaam. Pazi ilikopo pale Kinondoni Biafra. Maeneo hayo kitu kama hiko ilikopo pale Kinondoni, maeneo ya Kinondoni kama kambi. Ndio nakuambia hivyo nani chawe. Kama kambi na Patrick Nyembera pia alikopo mchezaji Simoni tu vile alikopo mchezaji mkubwa tu wa kikapu. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Hamedi, nafikiri yuko Uingereza sasa hivi, ambaye yani alikuwa mzuri sana kwenye basketball. Alikuwa ameniacha shule, alikuwa form 6 huko, mimi niko level huko chini. Yani ulikuwa ukiona basket kama mfano shule ya sekondari Kugunyembe anacheza, wewe unaenda kumwangalia huyo jamaa. Alikuja baadaye akacheza nafikiri vijana au Pazi. Alafu akaondoka kwa Tanzania. Haya, hiyo ipo ni Bashraf. Ndio mnavyosema Bashraf ya michezo ya kikapu ya Afrika Club. Ni kama tu klabu bingwa barani Afrika katika upande wa soka, lakini huu ni upande wa kikapu. Na leo hii tuna timu yetu inacheza na Nairobi. Nairobi City Thunder. Nairobi City Kana. City Thunder. Kwa mpaka kumfunga mwenyeji jana kwa hivyo vikapu, maana yake timu yetu tishio katika mashindano. Dalili nzuri sana. Na imekuwa story kubwa sana katika mitandao mingi sana ya habari, vyombo vingi vya habari Afrika, na hata kurasa nyingi sana za basketball. Yani wamekuwa surprised na ile performance. Na of course yani majina ya wachezaji ambao wapo katika timu ya Dar City ndio wamewashtua. Kwa sababu ukiangalia kama huyu ambaye ndo aliongoza jana kwa mchezo MVP wa mchezo wa jana, yani huyu Zuzua, yeye ametoka, yani Dar City imemchomoa FUS Rabat ya Morocco. FUS Rabat ya Morocco. Lakini huyu mwingine amecheza ligi kuu, ametoka Monaco. Huyu Mfaransa ametoka Monaco, ile ambayo inashiriki hadi ligi ya kikapu ya Ulaya. Kwa hiyo anapata ukakasi. Usipate ukakasi wewe kwa sababu sio nani. Unajua kwa mfano unavyoona ile Barcelona. Kwa nini unaniambia nisipate ukakasi? Nimekuelewa, unataka amekusumbua wewe kusema akataja FUS Rabat na akataja Monaco. Nitaka nikwambie kitu kimoja. Kama unaangaliaga ile ligi ya kikapu ya Ulaya, ndio unaionaga Barcelona ya kikapu. Ndio. Unaiona Madrid ya kikapu. Unaiona Bayern ya kikapu. Kwa hiyo wenzetu hizo timu, hata Al Ahly unavyoiona ina timu ya kikapu ya Al Ahly nzuri kabisa. Yes. Zamalek the same. Yes. Kwa hiyo ndio maana unaweza kukuta wenzetu hata kwenye michezo kama ile ya Olympic hawatafutaji wachezaji, kwa sababu tayari kwenye vile vilabu vyote hiyo michezo watu wapo. Sio, unaelewa? Ndio maana ule kutajia Monaco umeshtuka sana. Sasa unaweza kukuta pale kuna timu mpaka ya basketball ya PSG. Unajuaga ile kwamba wanaonyeshaga hiyo najua kuna timu hizo za pembeni, naonaga kuna Partizan, kuna vilabu. Mimi hapa nachokisema maana yake sasa kuna la kujifunza kwanza. Kwa vilabu vikubwa hasa vya kwetu. Kama shida ni timu za vijana, kuziweka timu za vijana, timu za wanawake. Maana yake kwa kibali ambacho kipo ni kwamba Simba Sports Club, Yanga Sports Club wanaweza wakawa na hizo timu ambazo zinahamasisha hivyo. Unajua kwenye makaratasi hivi vilabu ukivitazama vyote, kwanza vilabu vingi vya Tanzania hakuna ambacho kilikuwa kinaitwa football club.
Ndio imekuja, yani ndio hiyo nakwambia, ukirudi nyuma kwenye makaratasi nyuma, hivi vilabu vyote vilikuwa havina neno football club. Vyote vilikuwa vina neno sports club. Ndio maana hata ukirudi kufuata historia labda ya Yanga au Simba, unaambiwa kabisa hapa mwanabondia fulani wa zamani hapa ndio ilikuwa klabu yake alipotokea. Kwa hiyo zamani moja ya malengo ilikuwa ya hivi vilabu kuwa na hiyo michezo mbalimbali. Haya, sawa basi leo tutacheza na hiyo Nairobi City na nafikiri itakuwa ni michezo ya kusisimua tunapoelekea katika michuano hiyo. Kuna link imesema ya YouTube. Yes. Nitakufuata baada ya kuandika vizuri. Tuje katika kurasa za mwisho ambapo gazeti la Mwanasports, Tanzania washusha Waarabu CAF. Alafu kichwa cha habari kingine ni kwamba mbwa wa robot kombe la dunia. Hii vita inavyoendelea na kombe la dunia liko pale pale, labda inawezekana mna sources na chanzo chenu. Abe FIFA na walithibitisha nadhani wiki iliyopita kwamba fainali za kombe la dunia zipo kama zilivyopangwa, ratiba kama ilivyopangwa. Unajua kulikuwa na concern ya Irani, waliomba kwamba mechi zao zisifanyike Marekani kwa sababu Irani kundi lake limepangwa mechi zake kuchezwa Marekani. Kwa hiyo wao ndo waliomba kwamba mechi za wao yani zihamishwe, yani hilo kundi lihamishwe mechi zake sehemu nyingine, afu timu ya hizo kundi ambalo hiyo nchi ambayo watakaohamia yalirudishwe Marekani. Nadhani ndio FIFA wapo katika kulifuatilia hilo ombi lao. Japo naona kama sidhani kama inaweza ikawa rahisi kwa hilo jambo kufanyika. Kwa sababu ukiangalia hata Marekani imewahakikishia usalama wale maofisa na wachezaji wa timu ya Iran. Lakini concern ya Irani ni mashabiki wao na wale watu ambao wanaambatana na timu. Kwa sababu hiyo kwenye timu kuna wale maofisa benchi na ufundi, kuna wachezaji na kuna wale ambao supporting team au wale advance team. Sasa ndio wasiwasi mkubwa wa Irani hapo. Kwamba wanaamini kwamba kuna kundi kubwa la mashabiki wao na watu wao wengine wanaweza wasiwe na yani mazingira mazuri ya amani kwa upande wao. Ile Iran ipo katika iko katika kituo cha Marekani. Yes. Yani Iran amepangiwa kituo cha Marekani. Hiyo ni coincidence. Sasa unajua wakati mwingine mimi nawaelewa FIFA. Kwa sababu haya mashindano yanachezwa makundi yakishapangwa na ile ratiba ikishapangwa. Kuna ile path, ile njia kuanzia saa 16 bora let's say mpaka finali. Robo finali mpaka finali. Wanaweza wakafanya hivyo tukamchukua Iran wakampeleka kwenye kituo kingine. Lakini vipi katika hizo hatua zinazofuata? Itavuruga. Yaani kwa mfano imepangwa labda finali inachezwa Marekani au labda nusu finali inachezwa Marekani. Iran ameingia. Unafanyaje? Uweze kufanya shift mara mbili. Kwa hiyo nadhani kuna namna ambavyo ili jambo inabidi busara kubwa sana itumike na pande zote mbili ili angalau mashindano yasiwe hapo unachozungumza Chazi, unaweza kuona ugumu wake kwa sababu wanasema hii World Cup hii ya 2026 iko very tricky kwa sababu kwenye hiyo fixture katika kitu cha kwanza ambacho walikuwa wanakiofia ni kuogopa hawa majiant wa soka kukutana mapema zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona anachosema Chazi ugumu unavyokuja wa kuihamisha sasa hivi Iran kwenda kwenye kitu kingine, lakini nafikiri kuna tension kidogo ya World Cup imekuwa kubwa sana. Yeah. Jana nilikuwa naangalia kambi ya DRC, yes, inavyolindwa kule Mexico. Unajua unaweza kuona kiasi gani kwamba kuna tension kubwa sana ya swala la usalama. Yaani ile kambi inalindwa kiasi kwamba hakuna ofisa yote wa DRC ambaye anaruhusiwa kutoka au kuzunguka kwenye hoteli bila kuwa na escort ya ulinzi. Kwa hiyo unaweza kuona Philip kwamba World Cup ya mwaka huu itakuwa na tension kubwa sana ya ulinzi kuliko inawezekana World Cup nyingi zilizowahi kupita. Na unajua Mexico sasa hivi kuna mgogoro mkubwa wa lile kundi la uza dawa za kulevya baada ya kiongozi wao kuuliwa. Wamekuwa yani kama kumekuwa kama vita kati ya kundi wanatumiwa. Yani kuna kiongozi wa hilo kundi kubwa la yani muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya aliuliwa mwaka huu. Kwa hiyo yani kumekuwa kama kuna hiyo
vita, kwa sababu hilo kundi ni kundi ambalo lina nguvu kubwa sana na linasemekana lina hadi watu ndani ya vyombo vya dola vya Mexico. Kwa hiyo ndio maana security imekuwa ni kubwa sana kiasi ambacho sasa hivi, yani unajua, mpaka hapa katikati watu waliomba kwamba hizo mechi za playoff zisichezwe Mexico. Na mbaya zaidi, kwa mfano kama Kongo DR mechi zao ndio zinachezwa Guadalajara. Huo ndio mji ambao sasa ndio kutokea hilo vuguvugu lenyewe, hilo balaa lenyewe lao wa usadaha za kulevya. Bado kuna timu hizo hazijapata ticket ya? Yes, hizi playoff hazijapata ticket. Na tayari Kongo anacheza na Colombia. Kwa sababu Colombia amejuzi ameshinda goli moja against New Caledonia. Kwa hiyo sasa mechi hiyo wanacheza Jumanne. Kongo na Jamaica. Na Jamaica. Na ndio ya mwisho. Na ndio mechi ya mwisho. Reggae Boys wenyewe wanajiita Jamaica. Reggae Boys. Mechi nzuri hiyo. Mechi nzuri sana. Na jana mchezo mmoja. Naiombea Afrika. Nafikiri DRC ita go through. Pamoja haitakuwa mechi ngumu. Haitakuwa mechi rahisi. Haitakuwa rahisi. Haitakuwa mechi rahisi. Mimi bwana, binafsi mechi inanipa wasiwasi sana Jabili. Inakupa wasiwasi? Yaani inanipa wasiwasi kwa sababu ya tabia zetu Afrika. Yaani kuna wakati sisi timu zetu zina sio nisemeje, wanajiita Reggae Boy. Yaani Jamaica jina lao la utani, yani aka kama sisi ilivyo Taifa Stars, wao ndio wanaitwa Reggae Boys, yani waimbaji reggae. Mimi wasiwasi wangu ni ile tabia ya kujisahau. Unajua wenzetu wanaheshimu kila aina ya mpinzani. Yaani Kongo wanaweza wakawa underrate Jamaica. Yaani hicho ndio wasiwasi wangu mkubwa, kwamba inawezekana watu tunawaamudu. Tukapata surprise. Tushai kuziona surprise nyingi sana. Hii Afrika ishai kupeleka Togo kombe la dunia. Hii Afrika ishai kupeleka Angola kombe la dunia. Kwa hiyo mimi nina wasiwasi sana. Yaani nadhani Desabre Sebastian ana kazi kubwa sana ya kucheza na saikolojia ya wachezaji wake ili wauone huu mchezo kama finali kwao. Anachokisema Bell ni hata kwa Taifa Stars, mchezo ule wa juzi dhidi ya Liechtenstein, ule kimakaratasi, kwenye makaratasi kunaonekana Taifa Stars amna anapata matokeo ama anafanya vizuri katika ule mchezo, lakini unachokisema naona kama kinakwenda moja kwa moja katika hayo. Tuyaache hayo, tuangalie katika gazeti la Mwanasport ambapo anasema kocha ataja watatu Yanga, wawili kitanzini, Kigogo afafanua jambo. Hiyo ikiwa ni katika gazeti la Mwanasport, ikiwa ni headline ya juu kabisa, lakini kuna headline hapa ndogo imepita inasema Azam yapeleka Simba machinjioni. Hii itakuwa ni dabi ya Mzizima, dabi ambayo itachezwa mara tu baada ya kumalizika kwa michuano hii ya FIFA inayoendelea pale nchini Rwanda. Na pia kuna top 4 ambao wamewekwa mpaka sasa hivi. Tulizungumzia wiki iliyopita, kuna Yanga akiwa na pointi 38, Azam pia 29, Simba 28, alafu JKT 26, ikiwa ni katika mwendo. Kuna makosa. Simba iko juu ya Azam. Simba iko juu ya Azam, yes, ikiwa na point 30. Simba kwa sababu alivyomfunga TRA alipanda ana 31. Okay, tutaangalia vizuri, lakini mechi za mzunguko wa pili, kwa maana kwamba NBC zinakwenda kuamua nani atakuwa bingwa wa msimu huu. Jabi, tushaanza kwanza. Kwa pili ushaanza. Ulishaanza tayari. Yanga alianza na Simba, alianza na Pamba. Yes. Mwariri amekwenda na hoja ya CAF ya michezo ile ya kwenda nyumbani ukirudi hivi mambo yanakuwepo. Kwa hiyo tumeshaingia katika mzunguko huu wa pili wa kuweza kufanya maamuzi. Mzunguko wa 4. Wa 4 wa pili. Wa pili wa 4. Wakaweza kufanya maamuzi ya nani bingwa. Bado hajajulikana bingwa kutokana na ule msimamo. Lakini pia tuseme challenge nyingine ipo pale kwa JKT, anaweza kang'oka. Tulikubaliana kwamba tuwafuatilie top 4 zinaweza kuwa rudi zile pamoja. Kulikuwa na mtazamo mwingine kwamba inawezekana Singida asirudi, lakini mimi naendelea kusisitiza kwamba Singida atakuwepo. Okay.
wakati huo tulikuwa tutaangalia vizuri kwa uhakika kabisa kuhusiana na msimamo ambao ulisema una marekebisho kidogo. Huu hapo kama ambavyo umezungumzwa ni kwamba Yanga umeona na pointi 38, Simba 31, Azam FC na pointi 29, JKT Tanzania 28. Pamba kija kwa karibu. Pamba imekuwaje, imecheza michezo michache kama mmoja hivi nadhani Pamba ana kipolo na Yanga, ana kipolo pia na Singida Black Star. Ndio maana pale Singida ukiangalia ana 15 bado. Ana 15 na yule Azam ana ana michezo 15. Kwa sababu kwa vile vipolo vya zile timu ambazo zilikuwa zinashiriki na ni mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya timu zimeanza kucheza mechi zingine kabla ya kumalizia vipolo vyao. Yaani zimeanza raundi ya pili kabla ya kumalizia vipolo vyao. Okay, kwa hiyo hapo bado tunategemea kuna ushindani mkubwa wa Pamba, Singida, Mtibwa kuelekea katika sana Pamba na Singida kuweza kumchallenge JKT Tanzania. Tunakubaliana? Mimi naona kama JKT pale idadi ya michezo itamwangusha. Itamwangusha. Kwa sababu wale ambao wako chini yake wawili nadhani wamecheza michezo pungufu. Na kama wamecheza michezo pungufu, yani kusema watapoteza michezo yote. Okay, tuje katika playoff. Pale mpaka sasa hivi playoff tunaweza tukaiona Coast, Mbeya City hapo wanaangukia hapo, lakini kutegemea na namna ambavyo wa chini ambao wanatarajiwa, yani wageni waalikwa wa Champions Tanzania Prisons na KMC ambao wapo hapo chini wataweza kuchallenge kuingia katika nafasi ya 13 na 14. Abel Jabir, unajua ukiangalia alichosema Chazi kwenye kipindi chetu cha wiki 2 zilizopita au moja, unaweza kuona kwamba Tanzania Prison wana haki ya kuwa na hope kwamba ya kubaki ligi kuu. Yaani unaona kabisa kwa sababu angalia ana point 13. Hizo point 13 anaomfuatia ambaye ni playoff, ambaye anaweza kwenda kucheza playoff ni Mbeya City ana 13. Anaomfuatia ambaye naye anaenda kucheza playoff ni Coastal Union ana 15. Kwa hiyo difference point 2. Anaomfuatia ni Fountain Gate alama 16, difference point 3. Anaomfuatia ni Mashujaa na point 19, difference point 6, michezo miwili. Na hajacheza nazo hizo timu zote hapo ambazo ziko juu yake, hajacheza nazo raundi ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba alichosema Chaz kwamba Tanzania Prison ina haki ya kuwa na matumaini kwamba inaweza kusurvive kubaki ligi kuu. Okay, hiyo ikiwa ni uchambuzi wa hayo mambo yote. Tuje sasa katika lungu la TFF au bodi ya ligi au ndo ni kamati ya uendeshaji na usimamizi ya bodi ya ligi kuu. Saa 72. Hiyo 72 ni AKA tu, sio jina la kamati. Umetetea kwa nguvu kubwa. Ndio inavyoitwa wanavyosema Chazi. Kamati inaitwa kamati ya uendeshaji. Watu wanatafsiri namna yani matokeo kuielezea kamati. Unajua hiyo inaitwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ya bodi ya ligi kuu. Jina ni refu sana. Ambapo katika kanuni sasa inavyoizungumzia hiyo kamati ya uendeshaji ni kwamba iwapo kunatokea jambo la dharura, kamati itakutana ndani ya muda wa saa 72. Ikitokea jambo ambalo lina uhitaji wa maamuzi ya haraka. Lakini kama kuna jambo ambalo halina uhitaji wa maamuzi ya haraka, sio lazima ikutane ndani ya saa 72. Kwa hiyo sasa kutokana na tafsiri hiyo ndio watu wakaipachika hilo jina la kamati ya saa 72, lakini sio jina lake halisi. Okay, kuna wachezaji waliopata adhabu. Utaniambia Jabiri anastahili astahili. Sawa. Sawa. Diara milioni 4. Anastahili. Gabriel Moipola milioni 5. Vitalis Mayanga, hujasema hiyo. Vitalis Mayanga milioni 1. Halid Aucho milioni 1. Babu, mbona umekwama? Unaendelea yote, mimi naona wanastahili. Wanastahili hiyo adhabu. Yaani hicho kiwango hicho. Yaani ngoja. Katika hao kuna mtu kaonewa? Ngoja basi nisome kabisa. Unajua babu ukisema amestahili au hajastahili
hiyo hayo hizo adhabu labda ni utashi, si ndio? Yani ni utashi tu, inategemea na amejiamulia hayo makosa waliyofanya au wachezaji walifanya makosa hawakufanya. Wachezaji wamefanya. Unajua kanuni inasemaje kuhusu hayo makosa? Tuambie inasemaje. Ndio adhabu hizo walizopewa. Unajua nikwambie kitu kwa milioni 4 milioni 5. Yaani hizo adhabu walizopewa zimeendana na kanuni inavyosema. Kwa hiyo kama walifanya makosa na kanuni inaipa mamlaka kamati kuwapa adhabu hizo, wamestahili. Jonathan Sowa milioni 1. Jonathan jamani. Hivi Jonathan, kwani Jonathan mchezo gani wa Jonathan Sowa hadi apeza? Tumuulize nani Abeli. So ni Azam na Simba. Kwa hiyo umemkumbushia. Maana si muda mrefu. Hiyo inawezekana kukaa labda. No. Hiyo story hiyo story hiyo. Wachezaji ambao wamepigwa faini mpaka kufikia kipindi hiki kwa muda wote, si ndio? Sawa. Kwa hiyo sasa aliye test ni Diarra. Lakini hapo kuna Gabriel Moiponda, Halid Aucho milioni 1, Jonathan Sowa, Kante, Mwalimu, Banda, Duchu, Baka ndio, lakini Baka sikupo ni kipindi fulani hivi cha hapo katikati nyuma, sio mpaka hichi. Lakini ukiangalia katika chati kwa msimu huu Baka yupo. Na michezo 5 au na michezo mingapi ile? Michezo 5. Na michezo 5. Nani Diarra michezo mingapi? 3. 3. Adhabu hizi zitakuwa. Alafu kuna Malima na Mzamiru Yasin ambao wote kwa nyakati tofauti wamepitiwa katika rungu hilo la TFF. Haya, Tanzania yapaa chati ya ubora CAF. Chati ikipaa maana yake bado tunapeleka timu 4. Sahihi kabisa. Ambalo ni jambo zuri kwa nchi. Ikipaa tunaangalia kuanzia 10 bora. 8 bora. Kupaa yani ambazo zinaingiza timu 4 ni nchi 8 katika ranki ya CAF. Yaani zile ambazo ziko kwenye 8 bora ndio zinaingiza 4. 4. 2 shirikisho, 2 ligi ya mabingwa. Okay, kama ilivyo msimu kama Misri Yes. Misri toka imeanzishwa hizo za kuingiza timu 4 wao wapo. Morocco wapo. Algeria wapo. Algeria hawajashuka. Algeria wamedondoka sasa hivi. Yaani wapo katika zile 8. Lakini wame drop kwa sababu nafasi yake amekaa South Africa. Kwa sisi tuko hapo, tumeingia hapo. Sisi tupo yani sasa hivi nadhani consistency sasa hivi. Tuna misimu kama 4 mfululizo. Tumeweza kumaintain hizo kuwepo katika hizo kundi la nchi 8 zinazoingiza timu 4. Na hiyo ni kutokana na ushiriki wa klabu, mafanikio ya klabu katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Haya, kwenye ligi ndio hivyo, tunaweza tukasema hivyo. Azam yaishtukia Simba. Nisome tu paragrafu moja, nafikiri itatoa mwamko kwa Jabir ambaye hajasoma. Paragrafu moja tu nafikiri naruhusiwa. Simba inaweza kuchagua kiwanja chochote inachokitaka kisha ikashinda, lakini kama kuna viwili haitaki kabisa kuvisikia sasa. Azam imeshtukia kitu na kuwapeleka wekundu hao kwenye kimoja kati ya hivyo viwili katika mchezo wao ujao wa tarehe 5 April. Nimemwona afisa habari akisema mechi itachezwa Chamazi. Kwani hicho Simba hawataka kukisikia? Sijui, lakini nilimuona akisema kama mchezo wao wa Simba na Azam na Simba utachezwa Chamazi. Na nilielewa kwa sababu ni moja mgogoro ambao kama ulikuja sitofahamu mechi ya Yanga na Azam unaikumbuka? Ulianzia toko la Simba na Yanga. Azam na Yanga na Azam Ibengwe kwenye press kuelekea mchezo akasema kama Azam ilinyimwa fursa ya kucheza ile mechi kwenye uwanja wao. Si ndio Charles? Ikaleta
Alisema hivyo hivyo. Kwa hiyo ilileta kama nani hivi sitofahamu kwamba nani kaamua mechi kachezwa Benjamin Mkapa na nini. Kwa hiyo baadaye Azamu akaweka sawa, akasema mechi itachezwa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nafikiri hii sasa hivi Azamu umeona kwamba kama mwalimu alichokizungumza kina logic kwamba kwa nini kama mna uwanja wenu msicheze mechi kwenye uwanja wenu. Kwa hiyo naona Azamu umekuja na hiyo statement kwamba mechi itachezwa Chamazi. Haya, katika gazeti la Mwanasport tena kwa mara nyingine tena nakuja na habari kubwa sana. Unaona hiyo roboti hapo Roboti bwana huyu anatajwa sana, anatajwa sana kuhusika katika michuano ya kombe la dunia inayokuja. Mashabiki wa Mexico kulindwa kwa drone, mbwa wa robot. Unajua mashindano haya makubwa yao hasa ya kombe la dunia yanakuja na vitimbwi. Yale yaliyopita yale walisema kwamba kuna maamuzi yanaweza yakaamuliwa kwa robot mbali na VAR. Au je kusikia offside? Offside offside yani matumizi ya robot katika kudecide kuamua offside. Nini maana yake? VAR bado haijaaminika. Au robot inakuwa ni ya haraka zaidi kuliko VAR. Yani ilikuwa ni miongoni mwa namna ya kumsaidia, ya kuwasaidia bado waamuzi. Yani kujaribu pia kupunguza na muda wa kwenda kufanya kuchora hiyo mistari ya offside, kwa sababu kwa mfano kama kwenye VAR, kwa mfano kama kwenye matukio kama ya offside, maana wale waamuzi ambao katika chumba cha VAR maana watakiwa wachore hiyo mistari. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda sana, wakati mwingine wanasema angalau ilikuwa inapooza ile ladha ya mchezo. Kwa hiyo nadhani walivyo introduce ile robot kwenye kuamua kuhusu offside, walikuwa ni kujaribu tu kupunguza ile muda wa kwenda kufanya review kwenye VAR na kadhalika. Na of course mimi binafsi nilipenda ile idea ya kutumia ile robotic kwenye kufanya decision hizo za manake robot zinazotoka ziwe mbili, upande huu na upande huu. Sasa wao wenyewe wanajua namna gani kuweka ile framework ya maamuzi, kwa sababu hatuwezi katika mpira wa miguu huwezi kuwa robot. Sasa hizo robot sio kama unaziona, wao wana namna yao ya kutengeneza teknolojia yao ambayo ina mnanili mtu kwa haraka. Jabiru, si afadhali tutegemee VAR tu? Unajua bwana, dunia ilipo sasa hivi kwenye swala la robot huwezi kuliepuka. Wewe unaweza kuona saa hizi kuna robot hiyo tu ya unaosema itakuwa ya mbwa ya ulinzi, lakini huenda kabla World Cup ambapo bado kama miezi mitatu tunaweza tukaona roboti nyingi za kazi nyingi zaidi kuliko unaweza kufikiria. Unaweza kuona hata roboti ambazo zitakuwa zinakaa za kufungua mageti na kufunga kila kitu. Kwa hiyo teknolojia sasa hivi ilipo, kushindana nayo ni ngumu sana. Michuano hii inaanza Juni 11 ambapo Mexico, Marekani na Canada itakuwa inaandaa mashindano kwa pamoja, lakini pia imetajwa kwamba robot pamoja na mbwa kama sehemu ya uimarishaji wa usalama katika ukanda huo, kama ambavyo tuweza kuzungumzia, na hapa zimetolewa statistics mbalimbali katika kuelekea katika mashindano haya. Imeanza countdown. Kumeshakuchwa tena huko. Kumeshakuchwa. Asilimia 80 zikibaki takriban wiki 11 tu miongoni mwa mataifa yaliyofunga mabao. Imebaki wiki 11 kabla ya michuano hii. Haijaanza. Si Juni 11? Juni 11. Na wiki ndio hizo zilizoandikwa hapo. Bado tuko nyuma. Haya mambo ya FIFA haya yanayoendelea FIFA, si michuano gani itakuja, tuko nyuma. Tuko nyuma kweli kweli na kufikia deadline ya Juni 11. Kumbuka hapo FIFA wanasema mwisho ni mwezi wa 5 mwishoni.
Lakini ukiangalia kalenda yetu ya mashindano sisi ligi yetu itamalizika wakati tayari kombe la dunia limeshaanza. Tunaruhusiwa? Kwa sababu timu yetu ya taifa haishiriki. Nadhani haiwezi kuleta shida kwa sababu ligi kuu itaisha tarehe 18. Wiki moja baadaye maana. Tarehe 15. Alafu tarehe 21 ndio fainali ya kombe la CRDB. Haya basi, tutarudi katika mada hiyo ya kombe la dunia June 11. Lakini awali kuna mambo ya taarifa kwamba wakati michuano ya FIFA ikiwa inaendeleaga, wanataka wenyewe mashindano kama hayo yawe yanatanda ulimwenguni, watu wakiwa wanaangalia. Lakini tutarudi, tutaangaza tena vizuri, lakini